Mwana michezo, karibu sana tuyazungumze mazuri ya michezo. Niko na shabiki wa Simba, wanachama wa klabu ya Simba GB 64 kuyachakata mazuri ya michezo kuelekea dabi ya Kariakoo ya Mei 3, ambapo tumesalia na siku moja kwa ajili ya maandalizi kuelekea kwa mchezo huo. Kwanza kwema? Bora kwema. Hongera kwa ushindi kwa Mtwanga mtani Zanzibar. Baada ya hapo tena mnarejea ligi kuu NBC Premier League katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Kwanza. Umetoka kuchukua ubingwa wa kombe la Muungano, umemchakaza pale mtani kwa mkwaju wa penalti dhidi ya Selemani Mwalimu. Kwanza awali ya yote niwape pole waandishi wa habari na kuondoa wrong perception iliyokuwepo kwa waandishi, baadhi ya waandishi wa habari ambao walionekana kuna mtu aliwaposti, mwalimu Yanga aliwaposti, baadhi ya mashabiki wa Yanga aliwaposti kwamba wanashangilia Simba. Wale jamaa mimi nilikuwepo, walikuwa washangilii Simba. Pale walikuwa wanacheza muziki uliokuwa unaimbwa na wasanii waliokuwa wanatumbuiza baada ya half time. So especially Alikiba alivyokuwa anatumbuiza, wale waandishi wa habari walikuwa ni sehemu ambayo kama ni sehemu ambayo wanapata nini burudani. Kwa hiyo kuna mtu alipowachukua akaiposti baada ya mechi kuisha, akawa anasema waandishi wa habari wanashangilia ushindi wa Simba. Kwa hiyo ni wrong perception inaiondoa kwa waandishi. Kwanza waandishi ni watu muhimu sana kwetu. Waandishi ni watu ambao ndio wanaosababisha sisi tuwepo, ndio wanaosababisha vilabu vifike viral, vionekane kila sehemu kwa sababu ya waandishi wa habari. Kwa hiyo tusiwakosee heshima. Kwa hiyo sio kitu cha busara. Kwa hiyo hichi tunakemea na tunawaambia kabisa wale walioposti wasichukulia machungu ya kufungwa na mtani basi wakaelekezea kwa nani? Kwa waandishi wa habari. Hiyo swala alipo, wale walikuwa wanacheza nyimbo ya nini alokuwa anaimba Alikiba kwa nyimbo yake mpya hiyo, ndio alikuwa anafanya nini, wanacheza. Kwa hiyo ile clip sio kama walikuwa wanashangilia nini, wanashangilia Simba, bali walikuwa wanacheza kwa Alikiba kipindi cha mtani wakati wa mchezo uliopita mlipata ushindi kupitia penalti ya Selemani Mwalimu. Pengine Simba hawakuwa na ubunifu zaidi mbele ya lango kwa maana ya safu ya ushambuliaji mpaka hatimaye wanapata goli kupitia penalti. Na kuelekea sasa mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Young Africans, tunazungumziaje safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba? Mechi ya dabi siku zote inakuwa ngumu. Mechi ya dabi ni ngumu, especially ile mechi ya finali. Kwa mechi ya finali kila mtu anacheza kwanza, kitu cha kwanza ni kuzuia saa hili mwenzi asipate kutumia nafasi. Kwa hiyo Simba alikuwa anazuia huko anashambulia, Yanga naye anazuia huko anafanya anashambulia. Ndio maana utakuta hata creation of chance asikutengenezwa nafasi nyingi sana. Lakini hata ile nafasi iliyokuja akapatikana penalty ni nafasi ambayo imetengenezwa, sema Chama kwa ubunifu wake na akili zake alienda kutumia nini ile advantage ya kumruduni nani, ya kumruduni sawa Edmund John. Sasa baada ya kupiga chenga ya hatari, chenga ya kali, Edmund John akaamua apite na miguu ya nani, ya Chama, ikafunikwa nini penalty. Lakini ni kitu ambacho ilikuwa ni on play, na maana asingemchezea alafu basi Chama ni mchezaji ambaye mwenye utulivu, anamfuka kwenye box. Kwa mara nyingi huwa akishaingia ndani ya box anaga papara, angemtafuta mtu angempa au angekevu mwenyewe angeweza kufunga. Kwa hiyo tumepata nafasi moja na hiyo tumeitumia kama penalti, tumepata goli. Sasa mbinu za mwalimu dakika ya kupata ushindi ndani ya dakika 90. Unamshauri nini Steve Barker kuelekea mechi inayofuata? Kwa maana Simba alishindwa kupata ushindi kwa maana ya pointi 3 ndani ya dakika 90 mpaka zikaongezwa extra dakika 30. Ndio maana ile ikaitwa finali, mechi ya finali ndio maana ikaitwa extra time. Kwa hiyo ndani ya dakika 90 zikisha unaongezewa 30 kwa sababu sio Simba wameshindwa kupata goli, hata Yanga naye ameshindwa kupata goli. Na mechi za dabi huwa mara nyingi zinakuwa ngumu. Kama watu wanacheza kwenye uhalisia wa mpira, kama mechi hizi mbili zote za Zanzibar, watu walikuwa kwenye uhalisia wa mpira. Ingawa mechi ya kwanza refarii mwamuzi mshika kibendera alikuja akafanya nini, akaiamua mechi baada ya kukataa goli la Simba. Lakini huwa mara nyingi mechi za dabi ndio zinakuwa kama vile nafasi zinatengenezwa chache na magoli nayo yanakuwa nini machache. Kwa ndio maana mechi inaisha bila. Lakini mechi imesha dakika 90 zimeongezwa 30, Simba ametumia amepata goli moja
kwa kupitia njia moja ile. Kwa maana mbinu ya mwalimu Steve Barker haziwezi kutumika ndani ya dakika 90. Kwa maana sasa unaenda kukutana na Yanga tena, kama ikitokea mkapata draw, kwa maana ya kutokufungana ama mkapata sare, bado gap itaendelea kuwa kubwa zaidi. Approach ya game ya ligi na game ya mtoano ni vitu viwili tofauti. Approach ya ligi sawa inakuwa tofauti na approach ya nini ya mtoano. Mechi ya mtoano nimeshakwambia ni mechi ambayo watu wanacheza kwa kutumia akili kubwa. Watu kwanza, kitu cha kwanza kwenye mtoano, zuia asitumie nafasi. Sawa, zuia matumizi ya nafasi, ndio game ya kufanya nini inapochezwa mtoano. Lakini kwenye ligi kila mtu anakuja anahitaji nini? Matokeo ya point tatu. Kwa hiyo ndio maana unakuta game approach yake itakuwa tofauti na game approach. Hata hivyo makosa madogo ambayo yamekuwa nini created yataenda kufanywa maboresho. Sawa, timu itapata matokeo tena kuanzia goli mbili. Kwanza ukubwa wa uwanja. Ukubwa wa uwanja wa Meja Samuel tofauti na uwanja wa Amani Complex. Kwenye pitch ya Amani Complex ni ndogo kuliko pitch ya Meja Samuel. Na Simba Meja Samuel pitch amezoea kwa sababu ni pitch yake. Yanga alikuwa anacheza pitch ya KMC ambao ni ndogo. Takriban robo imesikiwa na picha ile Meja Samuel. Meja Samuel ni mkubwa kuliko viwanja vyote Tanzania kwa pitch. Kwa sababu ukiangalia Benjamin Mkapa sawa ni kimeongezeka kidogo, ndio kinakuwa nini? Kinakuwa Meja Samuel. Kwa hiyo ndio pitch bora kuliko pitch zote. Yaani ukiondoa Benjamin Mkapa, pitch inayofuata kwa bora ni pitch ya Meja Samuel. Ndio maana Simba tuko kule. Kwa hiyo Yanga anakuja katika kiwanja kikubwa ambayo Simba wamekizoea ni kiwanja chao cha nyumbani, wanatumia kama kiwanja cha nyumbani huko ground. Haura anajua acheze wapi, Chama anajua acheze wapi, yaani Kibabaji anajua acheze wapi, Ribe Segwe anajua acheze wapi, Loemba katikati anajua acheze wapi. Kwa ndio maana kuombea chini ngumu kwa yaani kuanzia goli mbili Yanga. Kwa maana itakuwa faida kwa Simba kwa kutumia uwanja wa itakuwa ni faida kwa Simba kwa kutumia uwanja wa Meja Samuel. Ndio maana tunapeleka Africans watakuwa wapi kuelekea mechi hiyo, maana wanajiamini kwamba watapata goli mbili, si chini ya goli mbili. Kwani mechi hizi mbili za Zanzibar walikuwa wanasema anashinda nayo. Uwanja swali Guantanamo, matokeo yake ukawa guest. Walisema ni jela kubwa duniani, Guantanamo ni jela kubwa. Ndio utakuwa ule uwanja. Lakini mwisho wa siku ilitokea nini? Simba ni materialist team, si atuongei. Sisi tunasubiria vitendo. Bale ni nyumbani kwetu, kule ni kwao. Nao wameshindwa, wanakuja nyumbani kwetu. Na leo wametangaza bei review. Hiyo chini itakuwa shilingi 15,000 na mechi dhidi ya Simba na Azam. Msemaji Ahmed Ally alalamikia sana kuhusiana na kuwekwa kiingilio kikubwa. Alisema hivi, mimi kimewasukuma Simba kwa kwenda kutangaza tena kiingilio kile kifanana ambapo Ahmed Ally anataka kulalamikia. Ahmed Ally analalamika kutokana na ukubwa wa mechi. Ukubwa wa mechi wa Simba na Azam sio ukubwa wa mechi wa Simba na Yanga. Simba na Yanga kusema weke kiingilio kidogo wanakuwa batoshi. Ndio maana nikaipa kiingilio kikubwa ili kubalance mapato, alafu kubalance vile vile na uhitaji wa mashabiki. Watu wanatakiwa wapungue. Watu wa mpira ndio wanatakiwa wale mpira. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kuweka kiingilio cha kilo cha kawaida sana. Kwa mechi kubwa kama ya dabi na idadi ya watu wanaotakiwa pale 15,000 ni ndogo. Kwa hiyo 15,000 mzunguko 30,000 umeelewa bwana, na shilingi 50,000. Kwa pale iliyowekwa ni balance. Sielewa. Iliyowekwa pale ni balance. Kwa hiyo pale ukichukua watu 10,000 hatukosi milioni 200-300. Itakuwa ni faida ama hasara kiasi gani kwa wale wasiotumia uwanja wa Meja? Kwa maana ya uwanja wa Meja Jenerali unachukua watu 10,000 na Benjamin Mkapa. Kabla ya hapo, kabla ya kutengenezwa walikuwa bado haujaanza kutengenezwa, lakini baada ya mchezo kutangazwa kwa itakuwa ni Meja Jenerali, ikabidi nchi iweze kutengenezwa Benjamin Mkapa. Wengine watu wakasema Simba waligomea uwanja wa Mkapa na walikuwa wanalipiza kisasi. Hapana, uwanja ule umeanza kufumuliwa. Yaani umeanza kufumuliwa 2 weeks before, kabla ya mechi ya dabi ya tarehe 3. Mimi nilifika pale, tulikuta ule uwanja tayari majani yale yanaanza kuolewa, alafu wanaanza kufanya nini? Wanaanza kuchimba ule uwanja, wanarekebisha pitch. Kwa hiyo uwezo kwa wao Simba sio wenye uwanja, wamiliki wa uwanja ni serikali, na serikali imeamua kufanya nini? Ifanye marekebisho ya uwanja wake. Simba hawana shida na mapato pengine. Mapato ni kitu kingine, matokeo ni kitu kingine. Yanga
alikimbiza mechi pamoja, uwanja ulikuwa mzima, hauna shida yoyote. Yanga alikimbilia Zanzibar, wale walikuwa wanataka mapato. Kanuni sheria ziliwaruhusu, na Simba kanuni na sheria zinamruhusu, lakini sisi uwanja ulikuwa tayari una matumizi mengine, uwanja unajengwa. Unaelewa? Simba ndio tutatoka tukaenda mechi nyingine.